Shule ya sekondari Nyamigae ilikuwa mmoja ya shule zilizopendwa sana kule Geita. Ilijulikana kwa nidhamu, ubunifu na matokeo mazuri kila mwaka. Wanafunzi wengi waliamini kwamba ukisoma Nyamigae, ndoto zako zinaanza kufanikiwa. Mwaka huo, kulitangazwa mashindano ya ubunifu wa kisayansi kwa shule zote za sekondari nchini. Baada ya wiki kadhaa za maandalizi, wanafunzi wa Nyamigae walichaguliwa kupeleka mradi wao jijini Dar es Salaam. Furaha ilikuwa kubwa. Kijiji kizima kilikusanyika kushuhudia safari ya watoto wao. Ndege ndogo ya kukodiwa ililetwa kutoka Mwanza, ikapewa jina la Imani Express. Asubuhi ya safari, anga lilikuwa safi, upepo mwanana, ndege wakiruka juu ya miti. Wanafunzi 12 walikuwa tayari, wakiongozwa na Bwana Mtemi, mwalimu wao wa fizikia, aliyekuwa kama baba kwao. Miongoni mwa wanafunzi hao, kulikuwa na kijana mmoja anaitwa Lucas, kijana mpole, mwenye ndoto ya kuwa rubani siku moja. Wazazi walikuwa pembeni ya uwanja wa ndege wa kijiji, wakipiga picha, wengine wakilia kwa furaha. Bwana Mtemi alisimama mbele ya wanafunzi wake akasema kwa sauti ya kujiamini, "Mnapoingia kwenye hii ndege kumbukeni, hamwakilishi Nyamigae tu, mnaibeba heshima ya kijiji kizima. Fanyeni vizuri huko, mkikumbuke tulipoanzia." Wanafunzi wakapiga makofi, wakapanda ndani ya ndege. Ndani kulikuwa na furaha tupu, wengine wakiimba, wengine wakibishana kwa mzaha. Lucas alikuwa kimya, macho yake yakitazama anga la mbali, akisema moyoni, "Siku moja nitakuwa mbele ya usukani huu nikiwa rubani halisi." Ndege ilipopaa, wazazi wakapiga vigelegele, wengine wakasema Mungu awarudishe salama. Moto wa injini ukanguruma, ndege ikapaa juu, ikapotelea taratibu kwenye anga la bluu. Baada ya saa moja ya safari, kila kitu kilikuwa shwari. Wanafunzi walikuwa wanapiga picha za mawingu, wengine wakilalanika njaa. Rubani, Kapteni Baraka, aliwageukia kwa tabasamu, "Msijali vijana, tukifika Mwanza tutapata muda kidogo kula kabla ya kuendelea Dar." Lakini dakika chache baadaye, hali ilianza kubadilika. Vyombo vya ndege vikaanza kutoa mlio wa ajabu. Rubani akaangalia skrini yake, akakunja uso. Sensa inasoma shinikizo la ajabu upande wa kulia. Bwana Mtemi akauliza, "Ni tatizo?" Rubani akasema, "Sijui bado, lakini tutaenda taratibu." Ghafla, upepo mkali ukavuma. Dakika chache baada ya mwanga ule mkali, anga lilikaa kimya. Upepo ulipuliza majani ya porini, ndege wakarudi kuimba, kana kwamba dunia ilitaka kuficha kilichotokea. Ndege ya Imani Express ilikuwa imeporomoka ndani ya msitu mnene, kilomita kadhaa kutoka kijiji cha Itale. Sehemu kubwa ya fuselage ilikuwa imeungua, lakini kando yake kulisikika sauti za maumivu, kilio cha wanafunzi waliokuwa hai. Lucas aliamka taratibu, kichwa chake kikivuja damu kidogo. Akainua macho, moto ulikuwa ukichoma upande wa kulia wa ndege. "Mwalimu! Mwalimu Mtemi!" alipiga kelele kwa sauti dhaifu. Hakukuwa na jibu. Aligeuka pembeni, akamuona Nadia akilia, mguu wake ukiwa umebanwa chini ya kiti. "Subiri, nitakutoa," Lucas akasema huku akijaribu kuondoa chuma kilichokuwa kimemkandamiza. Baada ya juhudi akafanikiwa. Nadia akapumua kwa nguvu, machozi yakimtoka. "Wengine wako wapi?" akauliza. Lucas akatazama nje ya ndege. Moshi ulipanda juu, lakini mbali kidogo aliona miili ya baadhi ya wenzake, kimya. Wanafunzi 10 walipoteza maisha papo hapo, wengine 3 walikuwa bado wanavuta pumzi kwa shida. Waliosalia hai walikusanyika karibu na mabaki ya ndege. Walikuwa 6 tu. Miongoni mwao kulikuwa na Lucas, Nadia, mwalimu Mtemi ambaye alikuwa amejeruhiwa bega, na wanafunzi 3 wengine, Juma, Tina na Kelvin. Bwana Mtemi akasema kwa sauti ya udhaifu, Kitu kiligonga ndege. Sikujua kama ni radi au ni kitu cha ajabu." Lucas akatazama juu. Anga lilikuwa na rangi ya ajabu, kama bluu iliyochanganywa na kijivu. Na mbali kidogo kwenye vilele vya miti, aliona kivuli kikubwa kiruka polepole. Kilikuwa kama ndege mkubwa, lakini si ndege wa kawaida.
Mabawa yake yalikuwa na mwanga hafifu na sauti yake ilisikika kama milio ya upepo unaoimba. Lucas, bana Mtemi, tazama kule juu. Walipoangalia, kile kivuli kizunguka mara moja, kisha kikapotelea ndani ya mawingu. Mwalimu akatulia kimya kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya chini, labda hicho ndicho kilichosababisha ajali. Usiku wa kwanza ulikuwa wa mateso. Baridi iliwakaba, majeraha yaliwasha na hofu ikatawala. Tina alianza kulia kutokea nafsini akisema, tutakufa hapa, hakuna atakayetuona. Lucas akiwa bado na damu usoni akajibu kwa nguvu ndogo, hatutokufa, tutapigania kuishi. Kesho tutatafuta njia ya kutoka hapa. Wote wakanyamaza wakisikiliza sauti za usiku, hisi wakihema mbali, upepo ukipiga miaka, na wakati mwingine sauti ya ajabu kama ya mwimbo ikisikika angani. Sauti hiyo haikuwa ya mwanadamu, haikuwa ya mnyama wa kawaida pia. Ilikuwa kama kiumbe kinacholia kwa huzuni, kana kwamba kinaomboleza. Siku ya pili, Lucas na Juma waliamua kutembea mbali kidogo, wakitafuta ishara ya msaada. Walipofika kwenye mteremko wa mto, waliona kitu kikiwa kimeninginwa kwenye mti mkubwa. Ni kipande cha mabawa ya ndege yao, lakini kilikuwa kimechunwa kana kwamba kiumbe chochote kimevuta chuma hicho kwa makucha. Juma akasema kwa hofu, Lucas, hii si kawaida. Hii sio kazi ya mlipuko. Lucas akakunja uso. Najua, na nina hisia mbaya sana. Wakati wanarudi kambini, walipitia sehemu yenye miwaka ya michoro ya kale. Michoro hiyo ilionyesha wanadamu wadogo wakiwa wanatazama juu, na juu yao viumbe wenye mabawa marefu, macho makubwa na mdomo unaotoa mwanga. Chini ya mchoro kulikuwa na maandishi ya kabila la zamani: wanyamizi wa anga, walinzi wa milima, usivuke njia yao, maana macho yao huona roho za wanaotamani kupaa bila ruhusa. Lucas akasoma maneno hayo kwa sauti ya chini, moyo wake ukianza kupiga haraka. Wanyamizi wa anga. Jioni hiyo wakiwa kambini, upepo ulianza kuvuma kwa nguvu. Ghafla moshi wa fua wake ukazima ghafla kama mtu ameupuliza. Nadia akasema kwa sauti ya hofu, Chena, nasikia ile sauti. Kutoka angani kulisikia sauti nzito kama mgurumo lakini wa kupinda pinda unaokuja taratibu. Wote wakaangalia juu. Kivuli kikubwa kikapita juu yao kwa kasi, kikiwa na macho mawili mekundu yanayong'aa gizani. Kikapita kwa, kikarudi, kikasimama hewani sekunde chache, kisha kikatoa sauti kali kama mchanganyiko wa sauti ya mwimbo na kilio cha simba. Wote wakapiga kelele, wakakimbia kila upande. Tina akateleza, akaanguka. Lucas akarudi kumsaidia, lakini wakati huo kiume kile kilishuka kwa kasi, kikiwa kimezungukwa na mwanga wa bluu. Mwalimu Mtemi alipiga kelele, tulia, usiondoke, kiko karibu nasi. Lakini muda ulikuwa umechelewa. Kiumbe kile kikagusa ardhi na kwa sekunde chache hewa nzima ikatetemeka. Lucas akasema kwa sauti ya kushindwa, sasa tumeingia kwenye dunia ya ajabu.